Ndugu washiriki wa mafunzo, wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za katiba na sheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo, ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi wa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndio yanapoanza. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu na miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Albert Bilia ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ilemela. Leo hii tuko hapa ikiwa ni mwendelezo wa mafunzo kwa watendaji wetu wa vituo. Utakumbuka jana tumeanza na makarani waongozaji wa piga kura, na leo hii tumeanza na wasimamizi wasaidizi pamoja na wasimamizi wa vituo ambao tutafanya kwa siku mbili, leo na kesho. Msisitizo wangu na wito wangu kwa watendaji wetu wa vituo, kwanza ni kuzingatia sheria, katiba pamoja na maelekezo yanayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ili uchaguzi wetu tufanye katika hali ya amani na utulivu, pasiwepo na malalamiko yote. Na nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wananchi wote wajitokeze kwa wingi kuweza kushiriki uchaguzi huu. Maandalizi kimsingi yamefanyika na vyombo vyetu vimetuhakikishia usalama na napenda kabisa kuwakaribisha wote hiyo siku ya 29 tujitokeze kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 10. Na niseme tu tutajitahidi kabisa kuzingatia mahitaji, wale watu wenye mahitaji maalum watapewa kipaumbele kama ambavyo tumetoa maelekezo kwa watendaji wetu wanaenda kusimamia vituo vyetu huko. Na tunaamini baada ya kupiga kura, kisha piga kura, wewe mwananchi rudi nyumbani usubirie matokeo. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imejipanga kwa umakini kabisa, ndani ya masaa 78 tutahakikisha tutakuwa tumeshatangaza wote matokeo yetu na wote walioshinda tutakuwa tumeshajiona. Kwa hiyo tunaamini hakutakuwa na ucheleweshaji wala ubadilishaji wa aina yote. Wito wangu kwa watendaji wetu ambao leo hii tunawapa mafunzo ni kuendelea kuzingatia sheria kama ambavyo nimesema hapo awali, lakini pia yale yote ambayo nimetoa kwenye hotuba yangu pamoja na ambayo tutatoa kwenye hotuba ya kufunga waweze kuzingatia, ambao ni kuwa na lugha safi, kwa lugha nzuri, wawe na nadhifu, kwa sababu wao wanahudumia Watanzania wenzetu ambao wanaenda kupiga kura. Tunatarajia mtu akienda kupiga kura afeel kabisa kwamba amehudumiwa vizuri kuhusiana na mambo ya namna yote. Huo ndio wito wangu mkubwa kwa siku ya leo. Lakini zoezi hili walifanya kwa uzalendo, ni zoezi la kizalendo, ili tuendelee kudumisha umoja wetu na mshikamano wetu katika baina yetu wa Tanzania. Baada ya kusema kwa kweli nashukuru sana kwa kusikiliza. Asante sana. Kwa majina anaitwa Isa Emmanuel Hosea, ni msimamizi msaidizi kwa hapa, ni mkufunzi kwa ajili ya kufanya mafunzo ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi. Tumejipanga kwa ajili ya mafunzo haya yatakayofanyika siku mbili, kuanzia leo tarehe 26 na kesho tarehe 27. Mafunzo haya ni kwa ajili ya kuwajengea uwezo wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi ili waweze kutekeleza majukumu yao tarehe 29 siku ya uchaguzi. Maandalizi yote yako vizuri na mada zimepangwa vizuri. Tumejipanga kwa ajili ya kuwawezesha na kuwafundisha vizuri. Nafikiri ni waase wananchi wa jimbo letu la Ilemela, hasa kwa manispaa ya Ilemela, wajitokeze kwenye kupiga kura tarehe 29 kwa sababu maandalizi ya tume yote yako vizuri, vituo vyote na wasimamizi wako vizuri. Tunawapa mafunzo ambao kwa leo na kesho. Nafikiri kila kitu kipo vizuri. Haya matukio yote sawa. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza sawa, licha ya kufanya mambo ambayo kusema kwamba kila mazoea, tunataka tujifunze sawa, tujifunze kwa taratibu na neno, na kuna taratibu ambazo zipo na miongozo mbalimbali ipo hapa, kwa tunaenda kujifunza. Kuna imani tutafanya vizuri na kweli tutafanya vizuri na tutasimamia haki na kila kitu kienda sawa. Ndio maana tuko hapa hichi, na kama ambavyo ameshasema kiongozi wetu hapo alifungua mafunzo, anasema uchaguzi ulikuwa unasimamiwa na kurugenzi sawa.
wakurugenzi wa manispaa wa majiji wa manispaa. Lakini safari hii watu ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kusimamia, wao ndio wasimamizi wa uchaguzi. Kwa ndio tunao. Kwa kingine kwamba tutegemee kupata viongozi bora sana, sababu mambo yote yanafunza na ndio tumeshaambiwa namna gani tusome miongozo, tufuate sheria na taratibu mbalimbali. Ukifuata taratibu za namna hiyo hakuna changamoto mbalimbali, sio mizozo, hapana, kwa sababu tufuata sheria na taratibu zipo, miongozo ipo na sheria zipo. Kwa nafikiri mambo yanaenda vizuri tu. Shija, nimetokea kata ya Nyamanoro. Umuhimu wa haya mafunzo ni kufanya uzalendo katika zoezi la upigaji kura na uchaguzi na kusimamia haki ya kila mwananchi kuweza kupiga kura. Inatosha nenda. Jina langu naitwa Fatma Abdallah Kilimali, natokea kata ya Kirumba. Nimeajiriwa na Tume Huru ya Uchaguzi kufanya kazi ya usimamizi wa uchaguzi ambao inabidi uwe uchaguzi wa huru na haki. Mafunzo tunayoyapata leo yatatuwezesha kusimamia uchaguzi huu kwa huru na haki kama lilivyo jina la tume yenyewe ya uchaguzi. Ina maana kazi yenyewe ni ya kwenda kusimamia ili kusiwepo na upendeleo wowote, kutimiza majukumu ya Tume Huru ya Uchaguzi, kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na matakwa ya Tume Huru ya Uchaguzi katika kutekeleza jukumu hili. Haya majukumu kama nitakavyofundishwa ni kuamka mapema, kuandaa kituo cha uchaguzi, kusimamia kila kitu ambacho tutakuwa nimeelekezwa. Kutakuwepo na wazee, kutakuwepo na wanawake wajawazito, kutakuwepo na watu wenye nguvu, ni kuwaelekeza wawapishe wale wazee, lakini ni kuhamasisha wafate sheria, taratibu na kanuni zote za Tume ya Uchaguzi wakati wa upigaji kura. Tutakapomaliza kupiga kura, waende nyumbani wakisubiria majumuisho ya kura kulingana na kazi tutakapokuwa tumeelekeza.